Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Aprili 8 ya mwaka 2025. Tuombe. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu uketia mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunakushukuru kwa ajili ya zawadi ya uhai ambayo umetupatia watoto wako wa kiume asubuhi ya leo na watoto wako wa kike. Neema yako yatosha, pendo lako latubidisha. Tumekuja miguuni pako tukihitaji utakaso uende pamoja nasi. Tusafishe dhambi zetu, turehemu na ukatupatie kibali chako siku ya leo. Kila mmoja aliyefika kujifunza masomo haya ninamwombea mibaraka yako, nawe ukambariki sawasawa na mapenzi yako katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema hazina ya ukweli imefunuliwa. Imejengeka katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 5 aya 6. Neno la Mungu linasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Wote wanaolipokea neno la Injili mioyoni mwao watakuwa na hamu ya kulitangaza. Upendo wa Kristo wa kimbingu hauna budi kuoneshwa. Wale waliomvaa Kristo watatangaza mambo yaliyowapata, wakielezea hatua kwa hatua uongozi wa Roho Mtakatifu na njaa na kiu yao ya kupata neno la Mungu na la Yesu Kristo ambaye amemtuma. Matokeo ya kusali na kulichunguza neno na uchungu rohoni na maneno ya Kristo kwao yakisema, umesamehewa dhambi zako. Si jambo la kawaida kuyaficha mambo kama hayo, na wale waliojazwa na upendo wa Kristo hawataweza kuficha hiyo siri. Kwa uwiano wa jinsi Bwana alivyouruzuku ukweli mtakatifu kiasi hicho kitakuwa ni ile hamu ya kutaka wengine washirikishwe mibaraka hiyo. Na wanavyoijulisha hazina ya neema ya Mungu, ndivyo neema ya Kristo itakavyotolewa kwao. Watakuwa na moyo wa mtoto mchanga katika uadilifu wote na utii bila kizuizi. Roho zao zitaonea shauku utaua, na ongezeko la hazina za ukweli na neema zitaoneshwa kwao ili ziweze kutolewa duniani. Bohari kuu la ukweli ni neno la Mungu, maandiko matakatifu, kitabu cha mambo ya asili na kitabu cha uzoefu wa jinsi Mungu alivyoshughulikia maisha ya watu. Hapa ndipo hazina ambayo wafanyakazi wa Kristo wanaweza kutoa mali. Katika kuchunguza ukweli, hawana budi kumtegemea Mungu, wala si ujuzi wa kibinadamu ama watu wakuu ambao hekima yao ni upuuzi kwa Mungu. Kupitia kwa njia zake rasmi alizoziyakinisha, Bwana atatoa uwezo wa kufahamu kwa kila amtafutaye. Iwapo mfuasi wa Kristo ataliamini neno lake na kulitenda, hakuna sayansi katika mambo ya asili ambayo atashindwa kuielewa na kuipenda. Hakuna chochote isipokuwa kile ambacho hakitamwezesha kutoa ukweli kwa wengine. Sayansi ya mambo ya asili ni ghala ambamo kila mwanafunzi katika shule ya Kristo anapaswa kutwaa maarifa. Tunapofikiria uzuri wa viumbe na kujifunza mafunzo yake katika kulima udongo, katika kuotesha miti, katika maajabu yote ya dunia, bahari na anga, hapo tutapata kufunuliwa ukweli kwa njia mpya na siri kuu ya jinsi Mungu anavyofanya kazi na watu, kina cha heshima yake na hukumu kama zionekanavyo katika maisha ya watu. Hizi ndizo ghala zilizojaa hazina. Lakini ni katika maandiko matakatifu ambapo kumjua Mungu kumedhihirishwa zaidi kwa binadamu aliyeanguka. Hiyo ndiyo bohari kuu ambamo kuna utajiri wa Kristo
usiotafutikana. Ukweli wa ukombozi unao uwezo wa kuongezeka na kupanuka. Japokuwa ni wa siku nyingi, lakini siku zote ni mpya wakati wote, ukimwonesha mtafutaji wa ukweli utukufu mkuu zaidi na uwezo wenye nguvu zaidi. Lulu za Uzima, ukurasa wa 79 hadi 81. Hii ni Aprili 8, mada ikisema hazina ya ukweli imefunuliwa. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.